Naripoti video nikiwa niko Kongo. Hivi ninavyoongea niko Kongo. Na Kongo ndiko chanzo cha tatizo la kupotea mazaga au kupotea nyeti. Sasa baada ya leo kuonekana kijijini kwetu, sehemu ambapo mimi ndo nimezaliwa, kuna mmoja kati ya kijana ambaye mimi namjua na mfahamu, nyeti zake zimepotea. Nikataka kulifuatilia hili swala na kujua ukweli wake. Niliposikia tena Dodoma kuna mtu nyeti zake zimepotea, nikasema this is serious. Hebu ngoja nitafute ukweli wa hili swala. Nikafuatilia ukweli wa hili swala nikiwa niko Kongo. Kabla sijamaliza, ngoja nivae kwanza pete kabla na mimi mazaga yangu hayajapotea. Hao watoto niendeleeni kuvaa pini. Mimi ngoja nivae pete za kunikinga hapa kabla sija nini. Sasa naongea hivi na record hii video nikiwa niko Bunia, Kongo. Ili tatizo limeanzia mpakani mwa Kongo na Zambia. Maeneo ya Korowezi, Lubumbashi, Korowezi ndo tatizo lilikoanzia, ili tatizo la mazaga kupotea. Na kitu ambacho kinafanyika ni kweli mazaga yanapotea, lakini hayapotei kwamba kuna mtu ameaiba. Yanapotea kimazingaombwe. Yaani wanafanya mazingaombwe. Wanachokifanya, wana locate wakijua wewe uko na hela. Wanakugusa. Akikugusa mwili wako unasisimuka, una vibrate. Ukisha vibrate mwili wako unajikuta maumbile yako yanarudi kuwa kama ya mtoto. Ni mazingaombwe. Yaani sio kitu real. Wanatumia mazingaombwe. Nimefuatilia, nimeuliza, nimekutana na baadhi ya watu wawili watatu ambao walilalamika. Nimejaribu kuwahoji mpaka wale watu ambao huku Kongo walionekana wamepata hayo matatizo yakawa yamepotea. Ndio maana unaona kuna muda mwingine watu wengine wanasema zimepotea, alafu baadaye wanasema zimerudi. Ni mazingaombwe ya muda. Yaani watu wametengeneza hiyo trick kwa sababu ya njaa, kujipatia fedha. Yaani wanapata pesa kwa njia ya udanganyifu. Wanakudanganya kwa kukufanyia mazingaombwe, alafu baadaye wanakuja kusema wana uwezo wa kuzirudisha. Yaani anakuja akikugusa una vibrate. Ukivibrate maumbile yanapotea. Baadaye utakaposhtuka kama huna, anakuja yeye mwenyewe na kukwambia ana uwezo wa kuyarudisha. Ila mpe kiasi fulani cha pesa. Sasa Tanzania nasikia imeanza miezi miwili iliyopita hii issue. Kuna watu wengi wamepigwa kwa hiyo issue. Kwa hiyo namna ambayo wanafanya. Kwa hiyo kama itatokea umeguswa na umeona mazingira yako hayapo, usishtuke wala usinini, kwa sababu yatarudi kwa muda fulani. Yaani muda mfupi tu yanarudi. Kwa kile wanachokifanya, wanafanya mazingaombwe. Ni kama yale mazingaombwe ambayo tulikuwa tunayaona kipindi tukiwa wadogo, yale ambayo wanakuja wale watu wa mazingaombwe, wanajaza hela kwenye karatasi, lakini sisi wametulipisha 100. Yaani mtu anakuja anakulipisha 100, alafu kwenye mazingaombwe ana uwezo wa kuvuta hata 300,000. Sasa angekuwa na uwezo wa kuvuta hela, si asingetulipisha. Kwa hiyo hayo ni mazingaombwe. Yaani watu wanafanya kujipatia kipato. Mimi nikikugusa nikapoteza maumbile yako, baadaye nakuja nasema nina uwezo wa kuyarudisha, nipe kiasi fulani cha fedha. Unampa kiasi cha fedha, anarudisha, ndo kashakupiga hivyo. Kwa hiyo tusishtuke wala tusinini, tuendelee na maisha yetu. Tuachane na pini. Hayo ni mazingaombwe. Tumeelewana sijui? Yaani wanachokifanya ni mazingaombwe. Nimekuja huku, nimekaa Kongo, nimeuliza vizuri, nimeangalia, nimekutana mpaka na watu ambao wamefanyiwa hicho kitu na ambao walikuwa wanafanya. Wanakili kwamba wanafanya kwa sababu ya kupata pesa. Yaani wakikugusa baadaye wanakuja kujifanya wana uwezo wa kutatua tatizo ulilonalo. Yaani wanachokifanya, wanakuuzia tatizo, alafu baadaye wanakuja wanataka wewe uwalipe ili kukutatulia tatizo lao ambalo wao ndo wamekupa. Kwa hiyo shtuka, kaa kijanja, hiyo ndo ukweli ulivyo. Wale watu ambao mnawaona kama wanasema wameibiwa sehemu za siri, sio vichaa, ni kweli, lakini kinachofanyika ni mazingaombwe. Ndio maana unakuta mtu anaweza akawa ameonekana hana maumbile akiwa eneo la tukio, kutoka kwenda sehemu nyingine maumbile yamerudi kwa sababu ya muda ambao wanatumia. Kwa hiyo
haya mambo yanayoendelea ni mazingaombwe, tuyapuuze. Ni mambo ya kipumbavu, yani hayana madhara wala hayana hasara zozote, au sio wanangu? Chao.